Maandamano makubwa dhidi ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump yamefanyika katika miji mbalimbali nchini humo, yakihusisha wimbi la tatu la maandamano yanayojulikana kama No Kings, ambayo hapo awali yamevutia mamilioni ya washiriki. Waandaaji walisema maandamano hayo yalilenga kupinga sera kadhaa za utawala wa Trump, ikiwemo vita vya Iran, utekelezaji wa sheria za uhamiaji wa shirikisho na kupanda kwa gharama za maisha. Katika taarifa yao, waandaaji walimtuhumu Trump kujaribu kutawala kama dikteta, wakisisitiza kuwa mamlaka nchini Marekani yapo mikononi mwa wananchi. Maandamano yalifanyika katika miji mikubwa kama New York, Washington DC, Los Angeles, Boston, Nashville na Houston, huku mikusanyiko mingine ikiripotiwa katika miji midogo. Jijini Washington, waandamanaji walijaza eneo la National Mall na kukusanyika katika Lincoln Memorial, wakifanya maandamano katikati ya jiji huku wakibeba mabango na kupeperusha bendera. Maandamano makubwa pia yalifanyika Minnesota, ambapo maelfu ya watu walijitokeza kufuatia vifo vya raia wawili wa Marekani vilivyotokea mapema mwaka huu wakati wa operesheni ya utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Tukio hilo lilizua hasira na kuongeza ukosoaji dhidi ya sera za uhamiaji. Viongozi kadhaa wa chama cha Democratic walihutubia umati huo, huku mwanamuziki Bruce Springsteen akitumbuiza katika mkutano huo. Katika jiji la New York, maelfu ya watu walikusanyika Times Square na kulazimisha polisi kufunga baadhi ya barabara wakati maandamano yakifanyika. Maandamano kama hayo pia yalifanyika nje ya Marekani, yakiwahusisha raia wa Marekani walioko katika miji ya Paris, London na Lisbon. Ingawa waandaaji walisema maandamano yalikuwa ya amani, matukio machache yaliripotiwa. Los Angeles, watu wawili walikamatwa kwa madai ya kuwashambulia maafisa wa shirikisho, huku Dallas kukiwa na misuguano midogo baada ya wapinzani wa maandamano kufunga barabara. Maandamano haya yanakuja wakati mjadala ukiendelea kuhusu kupanuka kwa mamlaka ya rais tangu Trump arejea madarakani Januari 2025. Wakosoaji wanasema baadhi ya hatua zake zinatishia demokrasia ya Marekani, wakati Trump akikanusha madai hayo na kusema analenga kuijenga upya nchi hiyo inayokabiliwa na changamoto